Kyom TV Online, usisahau kusubscribe, kushare na kulike. Hakika umahiri huu ulioonyeshwa na vijana hawa haukuja kwa bahati mbaya, bali ni mazao ya juhudi za makusudi za walimu waliobobea katika fani hii ya tajwidi. Hivyo basi, nichukue nafasi hii kuwapongeza sana walimu wote wanaosimamia kazi hii. Niwaombe mfanye juhudi ya kuifikisha fani hii katika wilaya na mikoa yote ya Tanzania kwa lengo la kupanua fursa na kuibua vipaji vya usomaji wa Qur'ani kwa tajwidi. Sote ni mashahidi kwamba mashekhe wetu wanaoitumikia fani hii ya tajwidi wamefanya kazi kubwa sana. Mpaka leo tunajivunia kuwa na vijana waliobobea katika fani hii hapa Tanzania ambao wanashiriki mashindano kama haya nje ya nchi na kuibuka na ushindi. Hakika hii ni baraka kubwa kwa nchi yetu. Tunapaswa kufahamu kuwa vijana wetu ndiyo nguvu yetu katika taifa na ndiyo rasilimali pekee ya kujenga jamii bora yenye maadili na tabia njema. Hivyo basi, nichukue fursa hii kuiomba taasisi hii na jumuiya nyingine kama hizi kuzidisha juhudi zao katika kuwalea vijana wetu na kuwaongoza kwenye maadili. Hakika jukumu la kusimamia maadili na ustawi wa vijana wetu sio la serikali peke yake, bali ni la kila mmoja wetu. Hivyo sote tutoe ushirikiano katika kuhakikisha tunawajengea misingi bora ya maadili na uchamungu vijana wetu ili tuwe na taifa bora lenye hofu ya Mwenyezi Mungu. Napenda kuwapongeza sana vijana wetu kwa kuisoma Qur'ani kwa weledi na umahiri mkubwa, kwa kutumia sauti nzuri inayomfanya msikilizaji awe makini kuisikiliza Qur'ani. Hakika Qur'ani inaposomwa vyema, kila mtu hupenda kusikiliza. Nimevutiwa sana na vijana wetu hawa. Namuomba Mwenyezi Mungu mtukufu awabariki katika maisha yao yote ya duniani na akhera, na waajaliwe wawe miongoni mwa vijana wa kupigiwa mfano mwema katika nchi na mataifa yetu. Kazi ya kusomesha Qur'an ni kazi tukufu mno yenye malipo makubwa, na mwenye kufanya kazi hii ndiyo mtu bora zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu. Haya tumeelezwa na kiongozi wetu Mtume Muhammad, rehma na amani ziwe juu yake, katika hadithi inayosema kuwa mbora wenu ni yule mwenye kujifunza Qur'an kisha akaifundisha. Kadhalika imeelezwa kuwa wenye kujishughulisha na Qur'an kwa kuisoma na kuisomesha watapata malipo makubwa kwa Mwenyezi Mungu. Fadhila nyingine ya Qur'ani ni kuwa Qur'ani itakuwa ni mwombezi kwa mwenye kuisoma siku ya Kiyama. Hoja hizi zinaonyesha umuhimu na ubora wa Qur'an katika kuisoma, kuisomesha na kuihifadhi. Hivyo basi, napenda kuwasisitiza wazazi na walezi kuwahimiza watoto na vijana wetu juu ya kuisoma, kuihifadhi na kuifanyia kazi Qur'an, kwani tumeelezwa kuwa yoyote mwenye kushikamana na Qur'an atapata kivuli katika arshi ya Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwao. Amin. Tukiwa tumo ndani ya 10 la pili la mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao ndio uliteremshwa kitabu hiki cha Qur'an, naomba kuwasihi Waislamu wenzangu tuzidishe bidii ya kuisoma Qur'an hasa katika mwezi huu mtukufu. Aidha, niwaombe tuziunge mkono jitihada za jumuiya hii ya Khidmatul Qur'an, na wasihi tuwape ushirikiano wa hali na mali taasisi hii ili malengo waliojiwekea yaweze kufikiwa. Napenda kumalizia hotuba yangu kwa kutoa wito kwa taasisi nyingine na jamii kwa ujumla kuiendeleza fani hii ya Qur'an tajwid katika jamii yetu ili kukuza na kuibua vipaji vya vijana wetu wenye uwezo mkubwa katika fani hii. Aidha, nashauri taasisi ya Khidmatul Qur'an kuhamasisha jamii katika kuanzisha vituo vya fani ya tajwidi kwa kushirikiana na taasisi zilizopo nchini ili fani hii izidi kuimarika katika jamii yetu.
Kadhalika naziomba taasisi zote zinazojihusisha na fani hii ya tajwidi kuwa na uhusiano mzuri na taasisi za serikali zinazoshughulikia masuala ya dini. Napenda nikuombeni tuendelee kudumisha amani, umoja na mshikamano na kuliombea taifa letu pamoja na viongozi wake, tukizingatia kuwa mwezi wa Oktoba mwaka huu nchi yetu inakabiliwa na uchaguzi mkuu. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie tufanye uchaguzi kwa salama na amani. Aidha, tunamwomba Mwenyezi Mungu azikubali funga zetu na ibada zetu zote tunazozifanya ili tupate fadhila kwa utukufu wa mwezi huu wa Ramadhani. Wa kwanza kama mnavyomuona ni kijana Ahmad Khair aliyetoka Indonesia ambaye amepata alama 91 na pamoja na zingine atapata dola 5,000 cash. Ni mshindi wa pili Mahmud Said Abdullah kama mnavyomuona ametoka Misri. Ali Al-Faiz Thalith walahu 2,000 dola Ameriki min al-Yemen. Allahu Akbar.